Itakumbukwa kuwa tarehe 3 ya mwezi wa 10 2025, baada ya kuwa nimeona taarifa mjongeo kwenye vyombo vya habari ikionyesha mzee mmoja ambaye sikuwa namfahamu kwa jina kwa wakati huo akiwa amebebwa kwa lengo la kusaini nyaraka fulani, na ikawa limezua taharuki. Kwa baadaye familia ya mzee mmoja aliyetambulika kwa mzee Ayubu na mtu anaitwa Amos Magaba wa hapa Sumbawanga walikuwa na mgogoro kidogo ambao ulipelekea hiyo tafrani ambayo ilikuwa inaonyesha mzee anaambiwa saini nyaraka na dalali wa mahakama. Kwa hiyo kama serikali tuliona ile taarifa ni kama ilikuwa na changamoto kidogo katika jamii. Kwa hiyo niliamua kuunda timu ya kutupa uhalisia wa jambo husika. Timu hiyo ilikuwa na wataalamu kutoka maeneo mbalimbali ya serikali, kwa maana kulikuwa na wanasheria, kulikuwa na wataalamu wa ardhi na kutoka kwenye vyombo vyetu vya usalama. Timu imefanya kazi yake kama mnavyoona. Hili buku hili liko na viambatisho mbalimbali ambavyo vilipitiwa. Sasa ulichokibaini, kwanza upo mgogoro wa kifamilia kati ya baba na watoto wake. Sasa huo ni mgogoro wa kifamilia ambao na namna yake ya kusoti hiyo dispute. Kwenye familia kuna viongozi wa kifamilia, na mgogoro ule unapelekea kuwepo kwa mgogoro wa umiliki wa ile property. Sasa haya yote ni masuala ya kisheria. Kuna vitu vilishafanyika huko nyuma, kuna vitu sijui kinaitwa caveat, kuna kitu kiliitwa settlement kati ya baba na watoto. Sasa kwa kuwa kuna mgogoro wa kisheria na masuala haya yashafika mahakamani, kwa hiyo taarifa baada ya kujiridhisha kwamba mali ile bado ni ya mzee, kwa hiyo tunawashauri watoto kwenye huu mgogoro, na kwa kuwa hili shauri liko mahakamani na limeshafika kwenye mahakama ya rufaa ya Tanzania, kuna maombi madogo kwenye mahakama ya rufaa, ombi namba 000-162 ya mwaka 2025. Serikali inashauri swala hili liendelee katika muktadha huu wa kisheria, kwa sababu hatuwezi kuingilia mahakama. Kwa hiyo kwa kufuata taratibu hizo za kisheria, kwa kuzingatia ibara ya 4 namba 107 A na B za Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania 1977 na marekebisho yake yanayoendelea kutokea, ofisi ya mkuu wa wilaya haitoweza kuingilia shauri hili. Kwa hiyo na washauri wadau ambao ni watoto waendelee kuitafuta haki yao katika muhimili huo wa mahakama. Lakini la pili, kuna jambo lijitokeza la mtu anaitwa Amos kwenda kujenga eneo lile, kuvunja bila kibali. Tumelibaini humo. Sasa hili naielekeza manispaa ya Sumbawanga kuchukua hatua stahiki kwa ndugu Amos Magaba. Alianza ujenzi bila kuwa na kibali cha ujenzi, kwa maana building permit. Kwa sababu hayo yote ni matakwa ya kisheria, kwa sababu tuligundua kwamba kuna ujenzi unaendelea pale. Pamoja na kwamba kwenye nyaraka zile za mahakama ambazo walikuwa nazo dalali wa mahakama
zinamzungumzia mzee Ayubu na watoto wake. Kuna mtu hapa akatokea anaitwa Amos ambaye ana claim kwamba alinunua hiyo mali kutoka kwa ndugu Ayubu. Sasa yeye ameanza ujenzi bila kuwa na vibali vinavyoruhusu ujenzi kuendelea. Kwa hiyo naielekeza halmashauri ya manispaa Sumbawanga kuangalia masuala ya kisheria kuhusiana na vibali vya ujenzi. La tatu ambalo nimeliona, kunaonekana kuna biashara ilifanyika kati ya mzee Ayubu na ndugu Amos. Sasa naielekeza mamlaka ya mapato ya Tanzania, ofisi za Sumbawanga, wakajiridhishe uhamishaji wa miliki kutoka kwa Ayubu Rodrick Michael Mwampashi kwenda kwa Amos Magaba kama kodi ya serikali ilitozwa pale. Kwa hiyo hii ni mamlaka ya mapato, kwa mujibu wa sheria lazima tujue kodi ya serikali ililipwa wakati wa mauziano hayo, kwa sababu hii ni biashara ilifanyika. Na mwisho ni ushauri tu kwamba si kila mgogoro wa kifamilia unapaswa kufika mahakamani, kwa sababu sasa watoto wanamtweza baba yao na baba yao anawatweza watoto. Mambo haya wakati mwingine yanazungumzika. Na kabla mjaenda mahakamani, ofisi hizi zipo kwa ajili ya kumediate haya mambo. Sasa mmeshakwenda mahakamani na yawezekana huu mgogoro sasa umewapelekea sasa hivi kuto kuzungumza. Au hakuna mawasiliano mazuri kati ya watoto na baba yao, watoto na mama yao mlezi ambaye kwa sasa anamlea baba yao. Kwa hiyo ushauri ni kwamba si kila mgogoro wa kifamilia unapaswa kwenda mahakamani. Fikeni kwanza kwetu ili tuwashauri, tukishindwa sasa ndio muone hatua nyingine.